mechi ya Yanga dhidi ya Azam ni kwamba wananchi Yanga wanaitaka sana dabi ya Muungano. Ndio hapo kabla hisia ni kwamba labda Simba Yanga zinaweza kukwepana katika michuano ya kombe la Muungano pale visiwani Zanzibar, kwa sababu tarehe 3 wanakutana katika dabi ya Kariakoo ya ligi kuu ya Tanzania bara. Wekundu wa Msimbazi Simba wanacheza dhidi ya Mlandege, Yanga dhidi ya Azam. Lakini katika dakika 90 za mchezo leo hii kocha Pedro Gonçalves akienda kuvaana na kocha Flora Ibengi wa Azam, namna timu yake ilivyocheza kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho ilidhihirisha ni kwamba wanaitaka sana fainali. Ni kwamba kama Wekundu wa Msimbazi Simba nao watafanikiwa kuitoa Mlandege na kwenda fainali, basi kutakuwa na dabi ya Kariakoo kwa ajili ya kombe la Muungano kabla ya dabi siku chache zijazo ya ligi kuu Tanzania bara. Leo hii dakika 90 za mchezo Yanga walishinda kwa mabao 2-1, kilichobeba zaidi ikiwa ni pamoja na namna ambavyo wachezaji wao wa wananchi Yanga walivyokuwa wakijipamba katika kutekeleza mipango kazi ya kocha Pedro Gonçalves. Prince Pumelo Dube alifunga bao la utangulizi katika dakika ya 5, lakini Maxim Pia Nzengeli akafunga bao la pili katika dakika ya 25 kabla Faisal Salum Feitoto kuifungia Azam bao la kufutia machozi katika dakika ya 77. Mabao ya Yanga katika kipindi cha kwanza yalitokana na jambo moja tu, kwamba Yanga katika kucheza kwao chini ya kocha Pedro Gonçalves waliotea Azam katika eneo la kati. Kumbukwe katika mchezo wao uliopita wa mzunguko wa kwanza ligi kuu Tanzania bara, Yanga dakika 90 za mchezo dhidi ya Azam walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha katika dakika ya 83 likipigwa na Loriendo Depu akitumia cross kutoka kwa Israel Patrick Mwenda. Dakika 90 za mchezo dhidi ya Azam iliyoisha kwa suluhu kwenye ligi kuu Tanzania bara, Yanga walipiga shuti moja tu dakika 90. Lakini leo hii mipango kazi ya kocha Pedro Gonçalves iliwafanya kwamba kwenye makaratasi wakionekana kana kwamba baada ya golikipa na walinzi wanne, viungo wale wakaji watatu, mshambuliaji, lakini kiuhalisia kwenye kucheza katika baada ya golikipa Djigui Diarra kulikuwa na Israel Patrick Mwenda beki wa kulia, kushoto alikuwa Shadrack Sakaboka kati na Ibra Baka. Viungo yule kabaji alionekana Mohamed Damaro Kamara, alikuwepo na Duke Oga Abuya ambaye ndiye alikuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo hii. Halafu katika watatu kulikuwa na Kelo, kulikuwa na Maxim Pia Nzengeli, Pedro Pacome Zouzoua, mshambuliaji kinara Prince Pumelo Dube. Lakini kwenye kucheza ilikuwa kana kwamba Maxim Pia Nzengeli anaungana na Duke Abuya, anaungana na Mohamed Damaro Kamara, Okelo pia alikuwa akishuka na kuingia ndani kufanya Yanga wawe na viungo wengi na hivyo kuwaziba nafasi, kuwaziba pumzi viungo wa Azam ambao kwenye mpangilio wao katikati kulikuwa na Himidi Mao alianza, alikuwa pamoja na James Akaminko. Anza na Fofana, lakini mabeki ya pembeni kulikuwa na nahodha Lusajo Mwikenda, alikuwepo Chindo Pasco, lakini mabeki wa kati kulikuwepo na Fuentes Mendoza, Joro Diaby. Wakati Himidi Mao Mkami pamoja na James Akaminko alikuwa kati, mbele yao kidogo akiwa Faisal Salum Feitoto, wakati upande mmoja alikuwepo Aba, upande mwingine Suleiman Nado, wakati mshambuliaji kinara akianza Jefte Kitambala Bola. Eneo la kati Yanga Maxim Pia Nzengeli, Alan Okello akishuka kwenda katikati, huku Prince Pumelo Dube akiwa ndiye mshambuliaji kinara, lakini Pedro Pacome Zouzoua kama kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, walau yeye alikuwa akionekana akicheza zaidi kutokea kushoto akichukua mpira kuingia kati. Lakini kwenye kucheza kwao Yanga ilionekana na symmetric shape, kwa maana kwamba ni Pacome Zouzoua ndiye aliyekuwa akicheza zaidi katika eneo la kushoto, ingawa kwenye kurudi kuzuia naye alikuwa akirudi, lakini Okello muda mwingi alikuwa akiingia ndani akiungana na Maxi, akiungana na Duke Abuya, wakiungana na Mohamed Damaro Kamara kuwafanya Azam eneo la kati ambako alikuwa akipatikana James Akaminko na mwenzake Himidi Mao kukosa fursa ya kupiga mipira sahihi kwenda kwa Jefte Kitambala Bola, kwenda kwa Faisal Salum Feitoto, kumfikia Djigui Diarra. Matokeo yake ni nini? Mpaka mapumziko Azam mashuti manne hakuna hata moja lilolenga shabaha. Yanga mpaka mapumziko alishapiga mashuti 6, kati ya hayo mawili yakilenga shabaha, ambayo yote ni mabao katika dakika ya 5 na dakika 25, ambayo waliyafunga vipi? Ni Yanga kitendo chao cha kuwa na watu wengi katikati walipora mipira, yani wakati ambao walikuwa wana defend wanazuia, Azam wakiwa na mpira walikuwa wanaipora eneo la kati. Bao la kwanza ikifungwa na Dube ni kutokana na staili hiyo hiyo, bao la pili ikifungwa na Maxi ni kutokana na staili hiyo hiyo, wakati Mohamed Damaro Kamara katika bao la kwanza akiingia uvunguni kucheza mpira ambao ulikuwa ukimwendea Faisal Salum Feitoto na mara moja Okello akaupitia kutoka eneo la kati, ikiwa ni ushahidi wa kile ninachokisema kwamba Okello alikuwa anaonekana kiungo wa ushambuliaji kutokea pembeni kulia,
lakini kimsingi cheza yake muda mwingi hasa katika kipindi cha kwanza alikuwa eneo la kati. Mpira huu alioiba pasi kali Prince Pomelo Dube akaweka wavuni, na ndicho kilichotokea pia katika bao la pili ambalo safari hii kutoa pasi nzuri kwenda kuzaa bao alikuwa ni Prince Pomelo Dube aliyefunga bao la kwanza akasababisha bao la pili kwa assist kali ambayo Maxim Pia Nzengeli aliweka wavuni. Kipindi cha pili Azam waliuchukua mchezo, ni wao ndio walikuwa wakishambulia zaidi wakitafuta nafasi. Yanga dakika zote za kipindi cha pili, dakika 45 walipiga shuti moja tu lilotoka nje. Azam katika kipindi cha pili walipiga mashuti matatu yamelenga shabaha likiwamo bao katika dakika ya 77, lakini kuna nafasi ambayo mtokea bench kama Ngangita lau kama angetulia angeweza kuiwezesha Azam kupata bao la kusawazisha, kwa sababu ni katika kipindi ambacho Yanga walikuwa wakicheza kimkakati. Kipindi cha kwanza wakipiga mashuti 6, mawili on target na kuzaa mabao. Kipindi cha pili Yanga walipiga shuti moja tu. Azam kipindi cha pili mashuti 5, matatu yakilenga shabaha. Azam walipika 53%, Yanga 47%. Yanga walicheza kimkakati zaidi, wakacheza kikubwa. Mabadiliko ya wachezaji kadhaa katika kipindi cha pili, wakati Yanga ikiwa inaongoza kwa mabao 2-0, kucheza kwa usalama kuhakikisha hawaruhusu mabao tayari walishatangulia kuwa nayo. Faisal Salum Toto akafunga bao ambalo liliwafariji Azam. Kwa siku Yanga 2 Azam 1, na pengine ni ujumbe kwamba wanaitaka dabi haswa dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wa jadi Simba. Swali ni kwamba je, Simba chini ya kocha Steve Barker nao watafanya vivyo hivyo kwa kushinda na kwenda fainali pindi watakapocheza dhidi ya mabingwa wa Zanzibar Mlandege? Hilo ni swala la kusubiri, lakini kimsingi kama Simba wanashinda, maana yake kutakuwa na dabi ya Kariakoo, halafu kutakuwa na dabi ya Kariakoo nyingine ya tarehe 3. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.